Basi ni mkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye anatuhudumia. Karibu sana. Mungu akubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema kubwa na upendeleo na kutufanyia nafasi hata kuwepo tena hemani mwake jioni ya leo. Ni kwa sababu ya neema, ni kwa sababu Bwana ametukusudia. Amen. Tutakwenda kujifunza somo letu zuri. Somo hili lipo kwa muundo wa swali, nalo linasema kwamba je, mimi ni chombo chenye kumfaa Bwana? Je, mimi ni chombo chenye kumfaa Bwana? Mimi ni chombo chenye kumfaa Bwana. Lipo muundo wa swali, jiulize ndani yako, mimi ni chombo chenye kumfaa Bwana? Mtu aliyeokoka, mtu aliyempokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye amefanyika kuwa chombo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote aliyeokoka akamwamini Yesu, akampa Yesu maisha yake, huyo anafanyika kuwa chombo cha Bwana. Sasa anapofanyika kuwa chombo cha Bwana, mtu huyo au wewe uliokoka umefanyika kuwa chombo cha Mungu. Unamfaa Kristo, chombo unafaa kwa matumizi. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuangalie katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 mpaka wa 21. Nayo inasema kwamba basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Haleluya. Katika nyumba havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Wewe mtu uliokoka, nimesema kwamba wewe ni chombo katika nyumba ya Bwana. Maana yake ndani ya hema ya Mungu kuna vyombo vya thamani, kuna vyombo vyenye heshima, pia kuna vyombo ambavyo havina heshima. Haleluya. Chombo chenye heshima ni chombo ambacho kinamfaa Bwana, na anasema havimo vyombo vya dhahabu tu wala fedha tu. Vyombo vya dhahabu, dhahabu ni mawe yenye thamani. Hivi ndivyo ambavyo vina heshima. Ambavyo havina heshima ni vile ambavyo vipo katika hali ya kawaida. Sasa jiulize ndani yako, je, wewe unamfaa Bwana? Wewe ni chombo chenye heshima au ni chombo ambacho hakina heshima? Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo chenye kupata heshima. Mtu aliyejitakasa ni mtu ambaye hana uovu ndani yake, ni mtu ambaye anasafishwa, ni mtu ambaye anataka kujisafisha kila itwapo leo. Chombo chenye heshima au mtu aliyeokoka, mtu wa Mungu ambaye Mungu anamheshimu, akimtazama anaona huyu ni mwanangu, huyu ni chombo cha thamani. Huwa ana tabia ya kukitunza, huwa ana tabia ya kukisafisha, kwa sababu chombo hicho ni chombo cha thamani kwake. Anakiangalia kila wakati, anakitazama kila wakati, kwa sababu anaona huyu mwanangu ananifaa. Sasa wewe mtu uliokoka, je, unamfaa Kristo?
ni chombo ambacho hakina heshima. Anasema chombo chenye kupata heshima ni kile ambacho kimejitakasa. Je, wewe umejitakasa ili uwe chombo cha thamani, ili uwe mtu wa Mungu mzuri ambaye anakutazama, chombo chenye kufaa? Ni lazima uwe umejitakasa, ni lazima uwe umejiosha, ni lazima uwe umejisafisha, kwa sababu kile chombo kinachosafishwa ndicho chombo ambacho kinafaa kwa ajili ya matumizi. Haleluya. Na aishi kusema kilichosafishwa, anasema kimfaacho Bwana. Kumbe mtu aliyesafishwa, mtu aliyetakaswa, huyo anafaa mbele za Bwana. Haleluya. Tuangalie na kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 2. Nayo inasema, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kumbe mtu wa Mungu au mtu aliyeokoka ni lazima asafishwe. Kuna kanuni ya kutakaswa, kuna kanuni ya kuoshwa, na tendo la utakaso au tendo la kujisafisha mbele ya Bwana ni la kila siku. Kwa lazima ujitakase, lazima ujioshe ili uwe na thamani mbele ya uso wa Mungu. Haleluya. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kumbe pia kuna kanuni ya kuzaa. Chombo cha thamani au mtu ambaye Mungu anamheshimu, anamwona huyo wa thamani, huwa anamtunza na kumpalilia, huyo ni lazima awe na kanuni ya kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ni lazima awe na kanuni ya kuzaa. Usipozaa manake kwake hauna thamani. Ila mtu anayezaa, yule anayemzalia Mungu matunda yaliyo mazuri, haishi kuzaa tu, bali anatakiwa azae matunda yaliyo bora, matunda yanayomfaa Mungu. Huyo mtu ni lazima awe ametakaswa, na ni lazima Mungu amwangalie. Ila mtu asiyezaa, Mungu anasema hapa, huyo umuondoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kumbe wewe uliokoka unatakiwa mtu wa kusafishwa. Yaani pale unapojitakasa, pale unaposogea mbele ya uso wa Mungu, unapojiosha, pale unapojisafisha, Mungu naye anazidi kukutakasa kila itwapo leo. Kwa sio tendo la mara moja, kujitakasa ni kila itwapo leo. Haleluya. Tuangalie na kitabu cha Mithali 25 mstari wa 4. Inasema ya kwamba, ondoa takataka katika fedha na chombo kitatokea kwa mtakasaji. Ondoa takataka katika fedha na chombo kitatokea kwa mtakasaji. Kumbe kuna kanuni ili wewe chombo, ili wewe mtu wa Mungu, ili wewe msafi, ni lazima kwanza wewe uanze kuondoa takataka. Takataka ni ile dhambi inayokaa ndani ya mtu ambayo inamchafua. Ndani ya fedha, yani wewe ni fedha, ni kitu cha thamani, lazima kutakuwa na takataka ndani yako. Ndio maana anasema kwamba ondoa takataka ili utumiwe na Mungu. Ni lazima uwe safi. Kwa dhambi ni takataka mbele ya uso wa Mungu. Ili uinuliwe, ili ubarikiwe, ili huduma yako ikue, ili ufike mahali Mungu anataka ufike, ni lazima uondoe takataka, ni lazima uondoe uchafu, ni lazima uondoe dhambi. Ile dhambi iliyokaa ndani yako ni lazima uhakikishe haipo, uitakase. Na ndio maana ya utakaso, lazima ujitakase, uhakikishe una moyo safi, uhakikishe una moyo mweupe, uhakikishe una uchafu wala dosari mbele ya uso wa Mungu. Unasimama vilivyo sawa sawa, unatenda maagizo ya Mungu, unashika maagizo ya Mungu, unatenda vile Bwana anataka utende. Hivyo ndivyo anapozidi kuwa safi, hivyo ndivyo Bwana anazidi kukutumia, hivyo ndivyo Bwana anazidi kukuimarisha, hivyo ndivyo Bwana anazidi kukutakasa, hivyo ndivyo anazidi kuangaliwa, hivyo ndivyo Bwana macho yake anakutazama. Hatua zako unapoelekea, Bwana
anakutazama kila unachokifanya. Bwana anakutazama kwa sababu akiangalia ndani yako ni uchafu, kwa sababu akikutazama ni takataka unafaa kwa matumizi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Takataka ni dhambi. Mwenye takataka ni chombo kilicho kichafu ambacho hakifai mbele ya uso wa Bwana, ambacho hakifai mbele ya macho ya Bwana. Chombo kilicho kichafu hakiwezi kutumiwa. Kwa sababu hicho nzi wataingia, nzi ni watapota, kwa sababu hakijasafishwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Chombo kilicho kichafu hakiwezi kusafishwa, yani hakiwezi kukaa sawa. Ni lazima ujitakase ili wewe uwe sawa na Mungu, ili Bwana akuinue, ili Mungu akutumie. Ni lazima uondoe dhambi. Dhambi ni takataka, kiburi ni takataka, uovu ni takataka. Neno la Bwana linasema ya kwamba moyo wa kiburi ni machukizo mbele ya uso wa Bwana. Yamkini kuna mahali umeshindwa kusogea kwa sababu ya moyo wa kiburi, kwa sababu ya dhambi. Moyo umejaa jeuri. Hizo Bwana anasema jioni ya leo, ondoa ndani ya moyo wako ili uweze kuwa safi, kwa sababu wewe ni chombo cha Bwana. Chombo cha Bwana hakiwezi kuwa na uchafu. Chombo cha Bwana hakiwezi kuwa na takataka. Haleluya, 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 haleluya. Lazima ujitakase. Haleluya, kwa utakaso jisafishe. Bwana akikutazama anakuona ni mtu wa thamani. Unapokuwa safi, Mungu anakuinua. Mungu anajivunia wewe. Akikutazama anajivunia. Bila alivyomtazama Ayubu, alijivunia Ayubu, alijivunia mtumishi wake kwa sababu alikuwa safi. Mungu atumia watu waliokuwa wachafu. Dhambi na Mungu ni vitu viwili tofauti. Mungu amefarakana na dhambi. Yamkini uko wakati ambao unaambia Bwana niinue, lakini Bwana akikutazama anaona dhambi mbele yako. Unashindwa kupokea majibu, unashindwa kufunguliwa kwa sababu bado umeingangania dhambi, kwa sababu bado hutaki kujitakasa. Jitakase mtu wa Mungu, ili Mungu akutumie, ili uinuliwe, ili ubarikiwe. Hatua zako zizidi kuongezeka, viwango vyako vizidi kuongezeka. Ni lazima ujitakase. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema na chombo kitatokea kwa mtakasaji. Kumbe Mungu pale unapojitakasa, Mungu naye anazidi kukusafisha zaidi. Unatokea kuwa chombo. Unapokataa dhambi, unapogeuka, unaacha uovu, unaondoa takataka ndani yako, unaondoa makunyanje, unaondoa dosari ndani yako, unafanyika kuwa chombo chema cha Bwana. Haleluya, haleluya. Mungu alipokuumba wewe akakuleta duniani, aliweka hazina ndani yako ili umtumikie katika hiyo, na pia ufanyike kuwa chombo cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura 13 mstari wa 44 mpaka 47. Mungu alipokuumba wewe akakuleta duniani, ipo hazina ameiweka ndani yako ili katika hiyo umtumikie. Hazina ni kitu ambacho kinakaa ndani ya mtu. Hazina ni kitu ambacho kwa macho ya kawaida haionekani. Ni kitu kilichositirika, ni kitu kilichojificha, ambacho hicho kinakaa ndani ya mtu. Haleluya. Tuangalie Mathayo 13 mstari kuanzia 44 mpaka 47. Inasema, tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona alificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyonavyo vyote akalinunua shamba lile. Haleluya. Hazina iliyositirika,
Hazina iliyositirika ni kila kitu ambacho Mungu amekuwekea ndani yako. Ni lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kila aliyokoka, kila aliyemwamini Kristo, kila aliyefanyika upya, kila aliyezaliwa na Mungu, huyo amepewa hazina, huyo amepewa kusudi ndani yake. Haleluya. Ulipokuwa utumwani, ulipokuwa kabla hujaokoka, ulikuwa utumwani, huko hazina yako ilifichwa. Sasa Yesu leo amekuokoa. Kila ambacho kilipotea Mungu amekurudishia, ameweka hazina. Ni wakati wa kutambua ni kipi kipo ndani yangu. Mimi ni chombo sawa, lakini Bwana anataka nimtumikie katika namna gani? Chombo kinafaa kwa matumizi, chombo kinafaa kutumiwa, chombo hakifai kukaa tu. Chombo chochote ni lazima kitumiwe. Sasa wewe kama chombo cha Bwana, Mungu ameweka kusudi ndani yako. Jana kusudi unalitimiza. Mtu huyu yeye alipoona ya kwamba ameiona hazina iliyofichwa, ameona kitu cha thamani, akakubali kuuza vyote alivyo nazo, vyote alivyo navyo, kwa sababu aliona hazina ile ni ya thamani. Akauza vyote, akapenda kuinua ile hazina ili katika hiyo mtumikie Mungu. Hazina ni kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Unatakiwa ikatae dhambi. Unapoikataa dhambi na kumfuata Kristo na kutimiza mapenzi ya Mungu, hapo unakuwa umeshika hazina. Huyu mtu anasema aliacha vyote vile alivyo navyo. Unatakiwa uache tabia zote zinazofanya ushindwe kufanya mafanikio yako, ushindwe kumuona Mungu. Vyote sio kimoja, vyote ambavyo vimekung'ang'ania, dhambi ambayo imekushikilia, unapaswa kuiacha. Haleluya. Mtu huyu aliacha vyote, hakuacha kitu kimoja, akabaki na Kristo. Unatakiwa uache vyote ili ubaki na Kristo, ili ufae kwa matumizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee na mstari unaofuata. Anasema tena mstari 45, tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Lulu nzuri ni wokovu peke yake. Haleluya. Lulu nzuri ni wewe kukaa ndani ya Kristo. Haleluya. Ndio maana ukaacha uliokuwa unayafanya, upo jioni leo mahali hapa kwa sababu ya neema ya wokovu. Lulu nzuri ni ile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako. Mtu huyu akaona vyote havina thamani, akaona lulu nzuri. Wewe umefanyika kwa chombo, wewe ni lulu. Wokovu alokupa Mungu ni kitu cha thamani. Lulu ni kitu cha thamani, ni mawe ya thamani. Mungu ameweka lulu ndani yako. Je, inatumika ipasavyo? Hazina aliyoweka Mungu ndani yako, je, inatumika ipasavyo? Mtu huyu yeye aliuza vyote alivyo navyo, akaenda kuchukua, akaenda kununua lulu moja tu ya thamani. Thamani yako ina Mungu peke yake. Wokovu wako una Mungu peke yake. Unatakiwa wewe kama chombo, wewe kama mtu wa Mungu, tunza thamani ambayo Mungu amekupa. Haleluya. Haupaswi kujichafua. Unatakiwa utunze wokovu ambao Mungu amekupa, hazina ambayo Mungu amekupa, kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako. Hilo unapaswa kulitunza, kwa sababu ndicho kitu cha pekee kilicho cha thamani. Hakuna thamani nyingine isipokuwa wokovu ulionao. Haleluya. Hazina ulionayo ni kitu cha thamani. Mungu amekuheshimisha sana, amekustahilisha sana. Wako watu ambao wanatangatanga, hawaeleweki. Wapo ulimwenguni huko wanahangaika. Wako wengine ni wagonjwa, wanatamani wapate kusikia japo neno moja tu la wokovu. Wako watu wanatamani kuwa kama wewe vile ulivyo, lakini hawawezi. Wewe uliyefanyika kuwa chombo, wewe ambaye unatazamwa na watu, wewe ambaye Mungu anakutazama, wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe.
Wewe kama mtu wa thamani unatakiwa uitunze thamani ulionayo, kwa sababu wewe ni chombo. Kama ni chombo unatakiwa ujitunze. Haleluya. Mstari wa 47 anasema, tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa, walivuta pwani, wakaketi, wakakusanya waliowema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Bwana Yesu asifiwe. Juya ni chombo ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya kuvua samaki. Wewe mtu wa Mungu ni chombo ambaye unapaswa kutumika kwa ajili ya kuvua samaki. Unatakiwa kumzalia Bwana. Haleluya. Hapo nyuma kidogo tumesoma kwamba kila tawi, Bwana anasema kila tawi lisilozaa ndani yangu yeye ufanyaje? Uliondoa. Juya kazi yake ni kuvua samaki. Wewe chombo cha Bwana, umevua samaki wangapi katika kile ambacho Mungu amekupa, katika hazina ambayo Mungu ameiweka ndani yako? Imetenda kazi kwa kiwango gani? Umemzalia Mungu matunda ya namna gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa walienda kutupa juu ya baharini ili wavue samaki. Ina maana walizaa faida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mtu wa Mungu ambaye Mungu amekiweka kitu ndani yako, ameweka hazina iliyo nzuri, lulu ile nzuri, chombo cha thamani kizuri ambayo Mungu akikutazama na kuthamini. Je, jiulize ndani yako, unafanya sawa sawa? Unafanya sawa sawa? Unamletea Mungu matunda? Unamletea Mungu samaki walio wazuri, au unamletea samaki walio wabaya? Katika ufalme wa Mungu, chombo wewe unatumikaje? Hebu jichunguze. Mimi ninatumikaje kama chombo cha Mungu? Ninatumikaje ndani ya ufalme wa Mungu? Mungu anaponitazama ananitazamaje? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata lilipojaa, walivuta pwani, wakaketi, wakakusanya waliowema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Yeyote aliyeokoka amefanyika kuwa chombo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote aliyemwamini Kristo na yeyote anayemtumikia Mungu, huyo amefanyika kuwa chombo. Sasa jiulize ndani yako, swali linakuja hapa. Wewe uliye chombo, umemzalia Mungu matunda kwa namna gani? Unatumika mbele uso wa Mungu kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli umejitakasa, ni kweli unaomba rehema, ni kweli unatafuta vile kuwa safi, ni kweli, ni sawa na ni vizuri, tena ni vyema. Lakini je, pale unapomwambia Bwana, ninaomba nipe utakatifu, niishi utakatifu, ni pamoja na matendo yako ambayo unaishi yanawavuta watu wengine? Maisha yako unayoishi yanawavuta watu wengine? Haleluya. Matendo yako, watu wakikutazama wewe kama chombo cha Mungu, unawavuta watu wengine? Tabia ulizo nazo zinavuta watu wengine kwa Yesu? Vile unatumika kwa Mungu, wengine wakikutazama unawavuta, unawashawishi, kwa sababu wewe ni chombo na unakaza kutumika kwa Mungu, na Mungu anakuangalia, na Mungu anakutazama vile unavyotumika, vile ambavyo unalegalega. Mungu anakuangalia, unatumika ipasavyo. Maisha yako yanamshuhudia Kristo. Mwingine akikuangalia anatamani kuwa kama wewe. Mwingine akikutazama anatazama wokovu ulio nao. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Vile unaishi maisha yako Mungu kwa uaminifu, Mungu anakuongeza zaidi na zaidi.
anakutumia zaidi na zaidi. Unapojitoa kwa Mungu kwa uaminifu, Mungu ndivyo anavyozidi kukutumia. Anakutazama, jicho lake linakutazama wakati wote. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kutumika kikamilifu. Mungu hawezi akakuongeza kama hausimami kwenye nafasi yako. Kama hautaki kutumika au unatumika kwa kusukumwa, Mungu hawezi kukuongeza. Baraka za Mungu kwenye maisha yako hautaziona, kwa sababu umekuwa ni mtu wa kusukumwa. Umekuwa ni mtu wa kubustiwa mpaka usukumwe. Yesu atusaidie. Unatakiwa ukubali wewe kama chombo cha thamani, usimame kwenye nafasi yako, utumike vile Mungu anataka, ili Mungu akuongeze, ili Mungu akuzidishie. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Ili uwe na thamani nzuri na umfae Bwana, ni lazima uwe mtii, kufuata maagizo na mnyenyekevu. Mtu yeyote ambaye anataka kukua au kuongezeka kwenye maeneo fulani, kwanza ni lazima awe mtii, awe mtu wa kufuata maagizo, awe ni mtu ambaye anasikia Mungu anasema nini. Utii hauishi katika kusikia tu. Utii ni kufuata kila ambacho Mungu anakuambia ufanye. Utii ni pamoja na kulitimiza kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Bwana Yesu atusaidie. Huo ni utii. Mungu anaposema ufanye kitu fulani au amekupa nafasi fulani kwamba mahali hapa utumike, mahali hapa ukae, basi hakikisha unakaa katika nafasi yako vizuri, unatumika katika nafasi yako vizuri. Haleluya. Mathayo 22:9 mpaka 10 inasema kwamba basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka, wakaenda wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Watu hawa walitumwa na bwana wao kwamba harusi hii au harusi yangu haina watu, nendeni mkawakusanye waje kwenye harusi tufurahi pamoja. Hawa watumwa hawakukataa, hawakuwa na sababu yoyote ya kukataa kwamba hapana, saizi tumechoka, au bwana sikuna watu uliwaalika. Wao walichokifanya, walitii sauti ya bwana wao, wakaenda kwenye barabara, wakaenda kwenye njia, wakaenda kuwakusanya watu walio wema na walio wabaya, wote wakawaleta kwenye harusi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa Mungu, unayo njia ya kwako ambayo Mungu ameiweka mbele yako, kwamba katika hiyo upite, katika hiyo utumike, katika hiyo Mungu atukuzwe, katika hiyo Bwana asifiwe, katika hiyo Mungu ajitwalie utukufu. Walete watu kwa Yesu katika nafasi yako, wengine wapone, wengine wapokee, wenye vifungo wafunguliwe, waliokata tamaa wawishwe tena, wajishikiwa na nguvu. Barabara ambayo Mungu amekuweka upite, je, unapita katika hiyo barabara? Mtu wa Mungu ambaye ni mtii, akiambiwa neno la Bwana, wala hana masingizio, wala hana sababu kwamba hapana Bwana nitafanya baadaye. Mungu anaposema neno, manake ni wakati wa huo utimize. Haleluya. Mungu anaposema ufanya jambo fulani, wakati wao hakikisha unafanya, sio hapana baadaye. Je, wewe ni mtii ndani ya nyumba ya Mungu? Chombo cha thamani ni pamoja na utii. Ili Mungu akutumie, ni lazima uwe mtii na sio kiburi. Na ndio maana neno lake linasema kwamba moyo wenye kiburi ni machukizo mbele ya uso wa Bwana. Unanyenyekea, unatii. Kunyenyekea sio kupiga magoti tu. Kunyenyekea ni ile hali ya kukubali kufuata kila Bwana wako anasema. Watumwa hao waliambiwa nendeni barabarani, nendeni njiani. Kila mtu alipiga
alipita njia yake, huyu alipita katika barabara hii, huyu alipita katika barabara hii. Wale walifanyika kuwa vyombo, wakawaleta watu katika harusi ile. Wewe mpaka leo umewaleta watu wangapi kwa Yesu? Ni chombo cha Bwana, unapasa kuzaa. Umemzalia Mungu kitu gani katika ufalme wake? Umemzalia Mungu matunda ya aina gani katika ufalme wake? Umemletea watu wa aina gani katika ufalme wake? Wewe ambaye ni chombo, Mungu anakutumia, ameandaa njia mbele yako upite. Je, unapita katika njia hiyo au unageuka katika njia ambayo Mungu hajakuandalia? Kila mmoja anayo nafasi ya kwake. Kila mmoja ni chombo kwa namna yake. Ndio maana mahali fulani neno Bwana linasema sisi sote ni viungo, tunautimiliza mwili wa Kristo. Sasa wewe ambaye ni mkono, wewe ambaye ni jicho, wewe ambaye ni miguu, je, umefanya kazi yako kisawasawa? Umetumika kisawasawa? Bwana Yesu atusaidie. Umeishika nafasi yako vizuri? Chombo unakubali, maana chombo cha Mungu pia ni lazima kiwe na utayari. Upo tayari kumtumikia Mungu? Au unafanya kazi kwa manunguniko? Au unafanya kazi kwa kusukumwa? Mungu hapendi. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Ili Mungu akuthamini lazima uwe mtii. Chochote utakachoambiwa, chochote ni lazima uwe mtii. Ndipo Mungu atakuthamini. Na vile namna anakuthamini, utaona kwamba hapa Mungu ananithamini. Kwa macho yako utaona rohoni mpaka mwilini kwamba hapa Mungu ananithamini. Mungu amenifanya chombo, ni lazima utumike. Mtumishi wa Mungu au chombo cha Mungu hakitumiki katika hali ya maneno tu, kinatumika kwa vitendo. Matendo yako, tabia yako, vile unajitoa kwa Bwana, vile ndivyo ambavyo Mungu anaangalia moyo wako. Huyu mtu nikimpa maagizo namna hii, anafanya, anatenda. Au unamkiri Yesu, au unatumika kwa namna ya maneno tu, hapo vitendo hamna. Ni lazima uwe na matendo. Matendo yako yaonyeshe, adhihirishe kwamba huyo anatumika, anasimama kwenye nafasi yake, anashika kile alicho nacho. Mahali fulani neno la Bwana linasema kwamba shika sana ulicho nacho, ili mwovu yule adui asije akaiba taji yako. Unapokataa kutii, adui anabeba kila kitu cha thamani ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ile taji yako anabeba. Utashindwa kuwa na ujasiri, utashinda kutumika, kwa sababu umekataa kutii, kwa sababu umekataa kunyenyekea. Hatumtumiki Mungu kwa maneno tu, bali na vitendo. Mungu anapotoa maagizo, hakikisha unatii, unatenda, unafanya kwa wakati huo huo, pasipokuwa na sababu. Mtu aliye tayari kumtumikia Mungu hana masingizio ya aina yoyote. Hana. Chombo cha Mungu hakina masingizio, kwa sababu muda wote kipo tayari. Mungu anaposema neno, chenyewe kinasema ndio Bwana, ninatenda sahihi. Ndio Bwana, ninafanya sahihi. Haleluya. Haleluya. Chombo cha thamani ni chenye kumzalia Mungu matunda, na kisipozaa Mungu kukiondoa na kukitupa. Kumbe mtu asiyesimama kwenye nafasi yake, chombo ambacho hakitaki kutumika, yani kinatumika kwa mdomo, kwa hali ya rohoni hakitaki, Mungu anasema na kiondoa. Angalia mtu wa Mungu, usije ukaondolewa kwenye nafasi ulio nayo, maana wako watu ambao wanaitamani hiyo nafasi ulio nayo. Bwana Yesu atusaidie. Usipokubali kutii, usipokubali kutumika kwa Mungu kwa uaminifu, Mungu atakuondoa. Tawi lisilozaa Bwana analiondoa. Chombo kisichotaka kutumika, Mungu hawezi kukitumia. Katika Timotheo wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 20 na 21, pale
tumejifunza kwamba kuna vyombo ambavyo vina heshima na vyombo vingine havina heshima. Tukaambiwa kwamba vyombo vyenye heshima kuna fedha, kuna dhahabu, lakini pia kuna vya mti, lakini pia kuna vya udongo. Wewe ni chombo cha aina gani? Chombo cha aina gani? Je, chombo wewe unaufa? Maana chombo chenye ufa hakifai kwa matumizi. Kikiguswa kidogo kimeharibika, na Mungu hawezi kutumia kitu kilichoharibika. Je, wewe ni majani au wewe ni mti? Pia Bwana Yesu atusaidie. Chombo cha thamani kinaposikia kuna tatizo mahali fulani kwa habari ya Mungu, au kuna mahali fulani kwa habari ya Mungu, ni lazima kitu fulani kifanyike kwa ajili ya utukufu na enzi ya Mungu, moyo wake unauma, anatafuta namna yote ili mradi atimize, na hilo ndilo kusudi. Haleluya! Mungu amekuweka ndani yako, ameweka kusudi. Kuna mtu mwingine anatamani vile ulivyo. Kwa mfano, mtu mwimbaji, wewe Mungu amekupa nafasi ya kuimba, amekuweka hapo muimbie yeye. Wengine wamjua Yesu kwa kupitia namna vile unaimba, alafu wewe hauishiki nafasi yako vilivyo. Mungu atakuondoa kwa sababu hauna faida katika ufalme wake. Atamleta mtu mwingine ambaye anapoona kwamba mambo yakai sawa, kwenye nafasi kuna tatizo, atamleta mtu mwingine, atasimama na kuikava nafasi ile. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya! Wewe kama chombo cha Mungu, kubali kutumika vyema, utamwona Mungu kwenye maisha yako. Haleluya! Kuna wakati watu wa Mungu wanatenda wenyewe pasipo Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu ananyamaza kwa kuwa akiangalia watu wake anaona kuna shida. Kuna wakati mtu wa Mungu, wewe kama chombo, unaweza kuwa unatumika, lakini Roho wa Mungu ndani hayupo. Jiulize, kwa nini Roho wa Mungu hayupo? Kwa sababu akitazama anaona hapa kuna shida. Bwana Yesu atusaidie. Mtu wa Mungu, pale unapotimiza kusudi lako, huwezi ukaenda wewe kama wewe. Chombo cha Mungu ili kiwa na matokeo hakiwezi kufanya chenyewe, ni lazima kitafute kwanza ushirika na Roho wa Mungu, ndipo kiweze kuwa na matunda yaliyo mazuri. Haleluya! Ndipo matokeo yaweze kuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunataka tumtafute Mungu. Usikubali kufanya tu ili mradi unafanya. Unaweza kuwa unatenda kwa hali ya mwili, kumbe kwa namna ya roho hakuna matokeo. Mungu anakutazama kwa namna ya tofauti na ya ajabu sana, ambayo wengine hawezi kuiona. Ni lazima ukubali kumtafuta Mungu kabla hujafanya maamuzi, kabla hujafanya jambo. Mungu anapotazama, akiona kuna dosari ndani, akiona kuna shida, hata matokeo hakuna. Yani ni ile hali kwamba mtu anakuwa anatumia janja, yani unafanya mwenyewe, Mungu hayupo. Kusudi lako unatumiza mwenyewe, Mungu hayupo. Yani unatenda wewe mwenyewe, unajichosha tu. Unatakiwa uwe na Roho wa Mungu ndani. Ukiwa na Roho wa Mungu ndani, atakuongoza, utafanya kile Mungu anakwambia. Ndio pale tunaporudi kwenye habari ya utii. Roho Mtakatifu anaposema tenda hivi, wewe unatenda hivi, unatenda unalojua wewe, yeye hayupo. Ukifanya unavyojua yeye, atakutazama tu, atakuangalia kwa sababu umefanya ya kwako. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Haleluya. Mithali 16:5 inasema, kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Bwana Yesu atusaidie.
tulizungumzia hapo nyuma kidogo, lakini hapa tunakumbushwa tena. Kumbe mtu ambaye anafanya yaliyo mapenzi yake na sio mapenzi ya Mungu, huyo mtu hatakosa adhabu. Manake ni lazima apatwe adhabu. Yeyote anayefanya yaliyo ya kwake, ambaye hafanyi yaliyo ya Mungu, hakika hatakosa adhabu. Chombo ambacho kinatumika kinyume na mpango wa Mungu, hicho hakika hakitakosa adhabu. Haleluya. Amina. Tuangalie kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 na 4. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 na 4. Mstari wa 1 mpaka 4. Nayo inasema, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkiwaza mamoja, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Bwana Yesu atusaidie. Kumbe mtu wa Mungu hapaswi kujitazama mwenyewe kwanza. Haleluya. Amina. Haleluya. Mtu wa Mungu anapaswa kuwatazama watu wengine. Anapoona kuna shida, anatazama watu wengine. Kumbuka, katika kila unachokifanya, hicho Mungu anakiangalia, na ndilo kusudi kwa wakati huo. Bwana Yesu atusaidie. Mtu wa Mungu, ninarudia tena, chombo cha Mungu huwa akitazami, hajitazami yeye tu, hajitazami nafsi yake tu, bali anatazama wengine. Anamtazama Mungu kwanza, anampa Mungu nafasi ya kwanza. Haleluya. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Mtu wa Mungu anatazama yaliyo mapenzi ya Mungu, haanzi kujitazama yeye. Anasema kila mtu aangalie mambo ya watu wengine. Wewe kama chombo cha Mungu, unatazama mambo ya watu wengine kwanza au unajitazama wewe? Jiulize, wewe unamtazama Mungu kwanza au unajitazama wewe? Wewe uliye chombo cha Mungu, unautazama ufalme wa Mungu kwanza au unajitazama wewe? Unajitafutia faida yako kwanza au unatafuta faida ya Mungu? Jiulize, ni shahidi wa maisha yako. Unatafuta faida ya Mungu kwanza, kwamba Mungu ajitwalie utukufu, au unajitafutia vya kwako? Maana unapowatazama watu wengine, ni pale unamtazama Mungu kwanza. Ukianza kujijali wewe kwanza, ukaacha ya Mungu, unakosea. Bwana Yesu atusaidie. Mtu wa Mungu ni yule anayejali wengine kwanza, ni yule mtu anayemtafuta Mungu kwanza, ni yule mtu ambaye anautafuta ufalme wa Mungu kwanza. Anajali wokovu, anajali vile Mungu amemweka, anajali nafasi aliyonayo, anajali. Ni mtu mwenye kujali, ni mtu mwenye kujibidiisha, ni mtu mwenye huruma na wengine, ni mtu ambaye yeye anatazama katika namna ya rohoni tu. Akiangalia, anaangalia kwanza, je, hapa Mungu nitampatia faida? Kwa ajili ya hili Mungu hapa anatukuzwa. Haanzi kujitazama yeye. Bwana Yesu atusaidie. Chombo cha Mungu ni pamoja na kumtanguliza Mungu kwanza, kumpa thamani aliyekuweka hai, kumpa thamani aliyekupa nafasi, kumpa thamani aliyekufanya uwe na thamani. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu ni lazima amtazame Mungu kwanza,
Ni lazima uwe mtu wa kumshirikisha Mungu kwanza. Ni lazima uwe mtu wa kutafakari kwanza katika jambo hili au katika neno hili. Hapa Mungu anapata faida gani? Ninampatia Mungu faida. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Uwe mtu wa kumtazama Kristo kwanza kabla hujajitazama wewe. Chombo cha Mungu tumesema kipo tayari. Ina maana kipo tayari kutumiwa na Mungu. Kipo tayari kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kwanza. Haleluya. Amina. Amen. Tusimame. Usipofuata maagizo ya Mungu, au wewe kama chombo, usipofuata kile Mungu anasema, kile Mungu anataka kama chombo ufanye, maana yake unaasi. Unapoasi, kuasi ni dhambi. Na neno la Bwana anasema uasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa kuna wakati wewe kama chombo cha Mungu, usipotumika vyema, unaasi, unatenda yaliyo mabaya mbele ya uso wa Mungu. Unamzuia Roho wa Mungu kufanya kazi kwa sababu ya uasi. Bwana Yesu atusaidie. Hebu tukamwambie Mungu, ukatusafishe. Umetufanya kuwa vyombo vya thamani. Umetupa nafasi. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie katika nafasi ulionipa, basi nikasimame. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Yesu nimekuja mbele ya uso wako. Umesema
chombo cha kwamba ni katika wewe Bwana, kwamba katika wewe Bwana mimi ili niwe vyema, ili niwe sawa, lazima nijitenge na mabaya, lazima nijitakase, ninakuja kwako wewe Bwana, nikiomba utakase, nikiomba kusafisha, na wewe uliye baba yangu, na wewe uliye mfinyanzi, uliyenitengeneza, unifanya kuwa chombo cha ninakuomba sasa Bwana, ukanisafishe, ukanioshe, niwe chombo chenye kukufaa wewe, nitakase Mwokozi, nisimame katika nafasi yangu, katika zamu yangu, nikakuletea matunda, neema yako juu yangu. Sasa omba mwenyewe, mwambie Bwana, ninaomba utakase, tunaomba utakaso wako Bwana, lakini ndani yangu mwambie Bwana, ikiwa imo uovu wowote, ikiwa iko dhambi yoyote, ikiwa kuna uovu ndani yetu, Bwana ukatusafishe. Ikiwa kuna mabaya ndani yetu, Bwana ukatutakashe. Maana vilivyo vyombo vyako vimetakaswa kwa damu, maana vilivyo vyombo vyako vimetakaswa kwa damu. Ukaachilie damu yako, Bwana ikatutakashe. Ukaachilie damu yako, Bwana ikatutakashe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, iachilie damu yako, ikatuoshe na kutusafisha. Iachilie damu yako, ikatuweke huru, ikatufanye vyombo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ukatufanye kuwa vyombo, ukatufanye kuwa vyombo. Katika jina la Yesu, Bwana achilie neema, ukatufanye kuwa vyombo kwa damu yako ya thamani. Ukatutakase Bwana, ukatuoshe Mwokozi, ukatuoshe Yesu, ukafanyike kuwa vyombo. Achilia damu yako, achilia neema yako, achilia nguvu zako, achilia uwezo wako, achilia neema yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ukaachilie neema yako Bwana. Ututakase Bwana, utuoshe kwa damu yako, utuoshe kwa damu yako, ukatutakase Bwana, ukatuoshe Bwana, ukatuoshe Bwana. Katika jina la Yesu, ukatuoshe damu yako, ukatutakase damu yako, ukatufanye kuwa vyombo vilivyosafishwa kwa damu, ukatufanye kuwa vyombo vilivyokombolewa kwa damu, ile damu yako ya thamani. Bwana uoshe kwa damu yako, uoshe kwa neema yako, uoshe kwa mkono wako, uoshe kwa rehema zako, uoshe kwa uwezo wako. Achilia neema Bwana, achilia neema Bwana, achilia neema Mwokozi, achilia neema Jehova, achilia neema Mungu wetu, achilia neema yako Bwana, ikatutakashe, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu, ukatuoshe kwa damu.
What